Charles Masterplan, karibu tena kwenye channel yangu ya YouTube ya Charles Masterplan, na katika hii video ya leo tunaendelea na mfululizo wa video zetu za forex. So nilikuahidi kwamba kwenye community yangu na watu wengi ambao ni beginners, ambao wanahitaji elimu, wanahitaji kufahamishwa information about forex ili waweze kudecide whether ni kitu chao au ni kitu ambacho sio chao, right? So kwenye video ya leo nataka nikuonyeshe jinsi ya kubuy na kusell kwenye forex. Unapokuwa umeingia unataka kutrade, nataka nikuonyeshe jinsi ya kubuy na kusell. So right here nipo kwenye trading view as you can see, na nipo kwenye hii pair ya GBP USD. So kabla ya kufanya maamuzi ya kubuy na kusell, lazima kwanza ujue direction ya market ya soko, trend. Kuna kitu kinaitwa trend right here. See, kuna kitu kinaitwa trend. Sasa trendi ndio inakwambia kwamba ili soko ni either linakwenda juu au linakwenda chini. Kwa soko liko linakwenda juu, hii trend tunaiita ni bullish, na soko liko linakwenda chini, hii trend yake tunaiita ni bearish. So kimsingi right here, hii kutoka hapa kuja hivi ilikuwa ni bearish movement, ambapo tunaona kabisa soko lilikuwa lina go down. Hata ukiona unaona kabisa soko linatengeneza hizi high na low. See, linatengeneza hizi high na low. See, so soko lilikuwa linaenda chini, but ukija kuangalia upande wa kulia huku, we can see now soko linakwenda juu, kwa sababu soko limeanza kutengeneza lower low na lower high, lower low na lower high. Okay, na lower high right here, na lower high, lower low na lower high. Oh, this na lower high right here. So ukiangalia right now you can see kabisa kwamba market is going up, but ngoja nikwambie kwamba hii ni uongo. This is a retracement. Ndio maana nikakwambia kuna kitu muhimu sana kufahamu kwenye kufanya analysis. Kuna kitu kinaitwa time frame. So ukiangalia hapa tupo kwenye 15 minute time frame right here. This is 15 minute time frame. Hapa tupo kwenye 15 minute time frame, na kwenye 15 minute time frame sio time frame ambayo unaweza ukapata bias kwamba whether nikakwambia maybe this market is selling or this market is buying, because in a 15 minute time frame, this is a middle time frame where movement ziko karibu sana. There's a lot of movements kwenye 15 time frame. So ili ukitaka kujua sasa trend ya hii market, unatakiwa utoke kwenye 15 minute hapa uende kwenye higher time frame. Na kufanya hivyo unakuja una click tu hapa juu kwenye sehemu imeandikwa 15 minutes right here. Click here, you will see is time frame. So now unachagua time frame kulingana na style ya trade unayofanya. Kuna position trading, watu ambao wanashikilia trade, wana hold trade for month or for years, kwa miaka. Kuna swing trading, watu ambao wana hold trades maybe for days or weeks. Alafu kuna day trading, watu ambao wanaingia kila siku na kutoka within the same day. So na assume kwamba mimi na wewe tupo kwenye sehemu ya day trading, kwa sababu swing trading and position trading sometimes unataka uwe na mtaji ambao unaweza kuvumilia kuona unakaa kule wiki, mbili, miezi na kitu kama hivyo. But for this video tutakwenda moja kwa moja kwenye day trading, kwa sababu hicho ndio kitu ambacho wengi tutakuwa tunakifanya right here. Na ukitaka kufanya analysis ya day trading, most likely lazima uanzie kwenye maybe 1 day or 4 hours. For me, I choose 4 hours. Okay, so 4 hours hii ndio itaniambia kama this market is bullish or bearish. So I will remove hii michoro ili isituchanganye right here. Okay, so tumesema kwamba now tunatafuta kujua trend ya market. Kumbuka kwenye 15 minute time frame tuliona kwamba trend ni bullish, yani kwamba ilikuwa
inakwenda juu. Nikakwambia no, this is a manipulation, kwa sababu huwezi kudecide buyers, huwezi kudecide whether trend is upward or downward kwenye middle or low time frame. Lazima uende kwenye high time frame, na tumekuja kwenye high time frame, you can see things are different. Kwa hiyo kama ungeweka trade kule kwenye 15 minutes ukiamini kwamba market inakwenda juu, maana ni kwamba ulikuwa unapoteza pesa yako, kwa sababu ulikuwa unakwenda against na market. So tumekuja kwenye 4 hours right here. Now we can see that market is clearly bearish, kwamba market inakwenda juu. So kile ambacho tulikiona kule kwenye 15 minutes tunaita internal range, ambayo ndo hii hapa. Okay, ili eneo hapa ndo lile ambalo tuliliona kule kwenye 15 minutes. Hii ni internal range. Kwa nini nasema hii ni internal range? Utanielewa vizuri. So right here tukisema tuchore right here, unaona kabisa price it makes lower low, lower high, lower low, lower high, okay, lower low, and from here ikaja just up here. Sawa, nataka pay attention, uelewe kitu fulani muhimu sana hapa. As you can see, market imetuonyesha kabisa kwamba it's ina trend downward kwa sababu ya hizi highs and lows. See, highs and lows, it happened like this. You see highs and lows, but now kuna kitu ambacho kime happen. Sasa this one iwe high, lazima ipate low ambayo inavuka hii level. So until now tunaona kabisa kwamba price hii ndio swing high, swing low, sababu price bado katika hii movement, price bado iko right here. So it's either ivuke hapa ili tujue kwamba this trend is continuing down, au itupe another reaction right here, because this is swing high. Okay, so this is swing high and this is swing low. Ndio maana kama unakumbuka nilikwambia ile movement ambayo tumeiona kule kwenye 15 minutes ndio hii hapa, ambayo iko ndani ya this swing high and this swing low. So the main trend here ni bearish, as you can see. Main trend here ni bearish, but hii movement ambayo tunaiona hapa ni retracement, kwa sababu price huwa haiendi na straight line. Price lazima inakwenda ina retrace, kufanya nguvu ili kwenda chini zaidi. So as we see here, I will remove this drawing here so that from here mimi na wewe tunakuwa hatujui sasa price itaamua kwenda upande gani, kwa sababu mimi na wewe hatuna hayo maamuzi ya kufanya kwamba price iende upande gani, lakini tuna uwezo wa kufanya ubashiri kwa kuangalia viashiria kwamba price itakwenda upande gani, kwa sababu always price ina move kwa kufuata kitu tunaita liquidity. So tukiangalia right here kuna liquidity down here kwenye hizi lows right here, kuna liquidity, lakini pia kuna liquidity down here kwenye hizi lows right here, lakini pia kuna liquidity down here kwenye hizi lows right here. Lakini pia tuna fair value gap, hii gap between hii area ambayo price haija touch. Okay, lakini pia tuna hii fair value gap, na fair value gap ni eneo ambalo bei ilikosa balance, au tunaweza tukasema ni area of imbalance. Kwa hiyo kama ni area of imbalance, maana yake sellers walikuwa na buyers walikuwa na nguvu zaidi kuliko sellers katika ile eneo right here. That's why unaona sellers hawakupata nafasi ya kuja ku fill order zao right here. Kwa hiyo price inachofanya in the future, sometimes lazima price ije
touch ile eneo ili sellers nao wapate kubalance order zao right here. So kwa muda huu tunaona katika hii 4 hours price bado iko hapa, lakini tunaona kwamba kuna liquidity hapa, kuna liquidity hapa, kuna liquidity hapa, lakini pia kuna hii fair value gap. So tuna anticipate, hatuna uhakika, lakini tuna anticipate kwamba price inaweza ikaja right here somewhere here before kwenda even higher. Okay, so we wait for that. Kama price itatupa hii reaction, ikija kwenye hili eneo ikatupa rejection candle, like kama kuna wick imejichora hapa chini like this, basi we know kwamba sasa hii price imegoma kurudi juu, imeshavuka ile level ya swing low, lakini imegoma kurudi juu. Hii inanisumbua sana, I don't know why. Imegoma kurudi juu. So price ikitupa hii action, kama ikija hapa kwenye hii fair value gap alafu ikarudi juu, maana tunajua kwamba now price is going up maybe for this. This is yani toy. So kama price ikitupa hii action, ikaja hapa ikatupa weak kamkia and then ika go up there, alafu ika break hii level, maana tunajua kwamba hiyo ni trend direction. So ukiona something like this, unaweza ukaingia right here kubuy from here price ikisha reject here, alafu unatafuta entry point. Entry point ni kwamba unatafuta fair value gap around here and then una buy. So ukibuy let's say from here, ukibuy let's say from around this area here, unaweza ukaweka your take profit maybe around this area here, chini kidogo ya hii wick, stop loss, sorry, take profit chini kidogo ya hii level, and take profit yako unaweza ukatarget 1 to 2 or 1 to 3. Kama hapo unaona ni 1 to 3 kama unavyoona hapa ni 1 to 3. So hii inaweza ikawa ni good profit kama price ikikupa hiyo action ya kufanya hivyo. So in this case we don't know yet kwamba price itafanya nini, so we need to wait from here price itafanya nini, kwa sababu from here price inaweza kufanya maamuzi mengine tena. Kwa mfano inaweza ikaja like this, let's say ngoja ni minimize kidogo. Okay, price inaweza ikaja like this, ika take this low, ikaja ika retest and then ikaja ika move down. So in this case, kama ukifanya maamuzi haraka right here ukafikiri kwamba price imegota hapa sasa nao inakwenda juu, maana yake unaweza ukabuy wakati kwamba utakiwa usell. So ni vizuri kama nilivyokuambia kusubiri for confirmation ili kuweza kujua ni kitu gani unatakiwa ukifanya. So kwenye hii high time frame hapa tayari tumeshapata bias maana kwamba tumeshajua kwamba soko lina trend downwards like this, na hii ndio swing high na hii ndio swing low, but now price iko hapa. Tunasubiri price itatoka reaction gani, either itoke kwenye hizi swing, itoke upande wa juu. Ikitoka upande wa juu ikatupa reaction kwamba ime reject hii level, maana yake tunatafuta nafasi ya kubuy. Lakini kama price ikija right here chini na ika reject hii level kwenda chini, tunajua kwamba price inatupa tunatafuta opportunity ya kusell. Lakini pia kama price ikija kwenye hii fair value gap here na ika continue upward, maybe tunaangalia pia price itatuambia nini right
here ili tuweze kufanya maamuzi whether kubuy au kusell. So kwenye hii game ya forex, kitu kusubiri ni kitu muhimu sana. But tukitoka hapa, hii ni 4 hours, tunarudi sasa kwenye 15 minutes kwenda ku define our entry. Okay, this is 15 minutes right here, na kila kitu ambacho tumekimaki kule kwenye hii mistari inachanganya sana, na kila kitu ambacho tumekimaki kule kwenye 4 hours kinaonekana as you can see, and the price is here right now. So hapa kwenye 15 minutes inabidi sasa tuangalie price from here inaweza ikaelekea juu au inaweza ikaelekea chini. Tuangalie kuna sababu gani za kufanya price ielekee juu au kuna sababu gani za kufanya price ielekee chini from here. So tukiangalia from here, ile fair value gap yetu ya 4 hours bado hivyo hapa, tunaweza tuka-refine vizuri. Okay, tunaweza tuka-refine vizuri right here. Hii ni ile fair value gap ya 4 hours right here, lakini pia katika 15 minutes tunaona kwamba price inatupa another fair value gap right here. So kuna hiki gap right here. Okay, this gap right here ambacho nafikiri price tayari imesha touch a bit. Hii gap right here imesha touch a bit and ikapanda juu. So lakini tukiangalia pia kwenye hii internal range here, tuangalie kama kuna sehemu yote ya gap ambayo price inaweza ika-return before ya kwenda juu. So yeah, tunaona there is gaps. Kuna gap kwenye hili eneo here. Okay, karibu na swing low. Moja tu nitaweka na nili. Kuna fair value gap around here, and then kuna another fair value gap around here. Sasa hizi ni fair value gap ambazo zimepatikana ndani ya 15 minutes. Okay, and then from here hakuna tena open fair value gap. Okay, so kama hii ni tumeconfirm kwenye 4 hours kwamba hii high time frame ni bearish, lakini hii ni only retracement. Kwa hiyo we think kwamba price inaweza ikaja ikapita hizi level ika go down. Okay, au price inaweza ikaja ika bounce kwenye hizi level ikarudi up. Mimi na wewe bado hatuwezi kufanya maamuzi yoyote ya kubuy au kusell right here kwa sababu bado price haijatupa maamuzi ya kufanya. So nitatolea mfano maybe sasa kwamba price imetoka kwenye hii level right here, imefika kwenye hii level right here na imekupa rejection. Sasa tuseme price ikifanya hivi, now nita buy from here kwa lengo la kukuonyesha jinsi ya kubuy, kwa sababu nilikwambia hii video is all about buy. Let's say tumesubiri kwa masaa kadhaa, price imetoka hapa imefika kwenye hii fair value gap na imetupa reaction. So from here tunatafuta entry point right here. Let's say tumepata entry point kwenye hili eneo hili ambalo let me put this line ili tuweze kuelewa vizuri. Let's say nimepata entry point kwenye hili eneo. Okay, hili eneo ambalo ni 1.3480. Okay, so nita buy from here and then nataka ni target hii swing high kama ndio eneo langu la kutoka, so ambayo itakuwa ni 37.33. Okay, so baada ya kumaki eneo langu ambalo nitataka kuingia na kutoka, naweza nikaamua kuwekea kivuli, but hili kivuli sio lazima sana, but unaweza ukaamua kukiweka ili kumaki eneo lako. So nilisema nitabuy from here. Okay, so nitabuy from here
So my stop loss nitaweka right here, okay, and my take profit nitaweka right here kwenye swing high hapa kwenye huu mstari wa blue ambao nimeuweka right here. So sasa kwa kufanya hivi unakuwa bado huja press order, kwa sababu hiki ni kivuli tu ambacho kinakuonyesha kwamba unatakiwa uweke stop loss hapa, lakini unatakiwa pia uweke take profit hapa. So sasa unatakiwa sasa uende kwenye sehemu ya trade. So hapa kwenye trading view nikibonyeza hapa kwenye trade, ninaweza kaja nika connect na paper trading right here, account yangu ya paper trading. So baada ya connect na paper trading, unaona imejiweka huko sehemu ya kusell na kubuy. So tumefanya maamuzi ya buy, so nitabonyeza buy. Ukibonyeza buy utaona hii pop up imetokeza like here. So wanakuuliza hapa unataka kutumia market order au limit order. Okay, sasa market order maana yake una buy kwa bei ya market iliyopo sasa hivi. Ukiweka limit order maana yake unachagua wewe price ambayo unataka price ikifika ndio uexecute order yako. Tutumie market order maana yake itatubidi tununue kwa bei ya sasa hivi ya market ambayo unaona hapa itakuwa ipo karibu sana na target yetu. Unaona imejiweka hapa buy, kwa sababu sasa hivi market price ya market iko hapa. So kwa huu mfano tutatumia limit order ili tuweze ku place order hapa tuliposema tunataka kuweka order. Actually hamna tofauti kati ya yani hamna tofauti kwenye analysis kati ya market order na limit order. Si kwamba tu kwenye market order unanunua kwa bei ya market iliyopo sasa hivi, lakini kwenye limit order unachagua wewe bei ambayo unataka market ikifika au buy. So kwa sisi hapa tunataka market ikifika kwenye hii level hapa ambayo ni mstari ni tuseme ni 34.79.3 34.89. Okay, tachukulia hapa kwenye 34.89. So tunaiambia system kwamba tunataka hii order yetu iwe executed ikishafika price ikitoka hapa ikawa imefika hapa. Sasa ukija huku una select limit order hapa, wanakwambia price. Kumbuka price yetu ni okay, ni hapa 34,800 1.34,800. So taweka hapa price 1.34,800. So hiyo ndio bei ambayo tutanunulia, na kama unavyoona hii widget imehama kutoka hapa imekuja hapa, maana yake nao hatununui kwa bei ile ambayo ipo kwenye market, tunanunua kwa bei ambayo tunataka sisi, ambayo ni limit order. So right here tulisema our stop loss tutaiweka hapa ambapo ni 34.167. So ukija hapa kwenye widget yako unakuja kwenye stop loss right here ambayo una set hapo 34.16. tuliona hapa ni 30. Okay, stop loss where here 34. Ngoja ni minimize kidogo, nafikiri imejiweka hapa sawa 34.174. sawa. Stop loss itakuwa 34.174. so nitaedit hapa 34.174, alafu our take profit itakuwa hapa juu ambapo ni 37.29.4 right here 37.29.4. so nita turn on up take profit 37.29.4. okay, 37.29.4. so baada ya kuwa umefanya hivyo utakuja hapa chini, lakini pia hapa kuna kitu ambacho unatakiwa ujaze right here. Unaona hapa palipoandikwa margin USD. So right here
unaweza ukachagua units. Ukiweka units maana yake unaambia nataka ninunue labda units let's say 1000 za euro. Okay, so wanakwambia utatumia dola 13. Kwa hiyo hii business hii trade ambayo unaingia sasa hivi maana yake una riski dola 13. Okay, una riski dola 13 kupata dola 1000 unless kama umechagua kwa unit, lakini pia hapa unaweza ukachagua kwa riski kwa USD, ukasema okay, katika hii trade nataka ni riski labda dola 6 labda au dola okay, let's say dola 10. Okay, so ukiandika hapa dola 10, unataka riski dola 10, unaona while here inajiandika hapa dola 10 imechange. Ukibadilisha hapa ukaweka labda unataka kuriski dola 6, unaona na huku chini ina change na kuandikia dola 6. So let's say nataka kuriski only $6 kwenye hii trade, kwa sababu nina uhakika kwamba price kutoka hapa mpaka hapa itafika, so na riski $6 ili kutengeneza dola 23 ambazo naziona hapa. Okay, so ukishalizika na maana ya kuchagua riski ambayo unataka kuitumia, ni maana yake ni kwamba uwe tayari kupoteza hiyo hela endapo soko litakwenda against na wewe. Kwa hiyo unatakiwa uweke kiasi ambacho hakitakupa pressure endapo soko litakwenda against na wewe. So huku chini hapa nachagua day kwa sababu mimi ni day trader, and then kuna haya maelezo haya kwa sababu tumetumia 0.01 pip lot size, ndio maana unaona hapa pip value moja ni 0.1 $1. So kila kitu kipo sawa. Kinachofuata hapa na kwenda ku press neno buy. So kubonyeza neno buy, unaona hapa imekuja take profit order pressed. So maana yake ni kwamba tuna assume kwamba hii price imeshafika right here. Sogeza hii kidogo huku. Tuna assume kwamba hii price imeshafika right here, ndio tumebuy. Okay, so maana yake ni kwamba tumebuy kutoka this level mpaka this level, ambako stop loss yetu tumeweka hapa chini. Maana yake kama graph ikienda kinyume na sisi tunapoteza dola 6, lakini for example grafu ikaenda kama tulivyokuwa tumekusudia, labda imeenda like this and then ikaja hapa ikatake our profit, manake tutakuwa tumeingiza hiyo dola 6. Lakini in case grafu kutoka hapa maybe labda ikaenda like this and then ikarudi ika hit our stop loss right here, manake kwenye hii trade tutakuwa tume lose dola 6 on. So hiyo ndio logic ya buy kwenye forex. Kwa hiyo hapa nimetumia mfano kwenye trading view. So ya kusell hapa, huo mfano uliopita nimekuonyesha jinsi ya kubuy kwenye trading view. Kabla tujaenda kwenye exchange, ngoja nikuonyeshe jinsi ya kusell. So nita delete. Okay, nita delete hizi angles here. Let me delete this pamoja na hii box here. So okay, so tuta cancel. Na pia ukitaka ku cancel order ni simple tu, una click here kwenye X hiyo, inakwambia confirm, una confirm, unaona huku take profit order cancelled, una cancel na hii basi, inakwambia cancel order, una cancel order. Alright, so twende kwenye sasa. Tumeona kwamba tumefanya analysis, tumegundua kwamba hili soko maybe linauza from here, let's say to this level where, let me see, let's say to this level here. So ngoja niweke huu ni mfano, sijisema kwamba nimefanya analysis na nimegundua.
ni mfano tu ambao nataka niutolee, sababu tutaingia deep kwenye somo la analysis A to Z. So hapa nataka tu nikuonyesha jinsi ya kubuy, alright? So let's say tumegundua kwamba price kutoka hapa itashuka mpaka kwenye level hii, so maana yake tunataka kusell. So kitu ni kile kile, utakuja huku upande wa juu kushoto, utabonyeza sell, and then hii pop up itatokea right here, and then utakuja sasa. Last time tulitumia limit order, this time acha tutumie market order. Okay, sasa hivi tutumie market order ni kuonyesha kwamba hakuna tofauti kubwa sana. So ukitumia market order ukasema, ukibonyeza kusell, unaona kabisa kwamba price imejiweka kwenye hili eneo ambalo market ipo sasa hivi. So kabla ya kununua, kwanza tuweke ile kivuli chetu cha take profit na stop loss ili tuwe na clear environment. So utakuja hapa, nita short maana yake ni kusell. So nitabonyeza right here, and then nita resize hii engo yangu. So let's say stop loss nitaiweka kidogo juu ya hii, and then take profit nitaishusha mpaka usawa wa hii level, sawa huu mstari right here. Okay, so nimepata 1 to 2, kitu ambacho sio mbaya. So right here tuna level ambayo tunatakiwa tuweke take profit, na tunaweka take profit chini kwa sababu at this time tuna sell. Tungekuwa tuna buy, take profit ingekuwa juu. Kwa una sell, stop loss inakuwa juu, take profit inakuwa kwa chini. So right here tuna hii level ambayo ni 34,056. Okay, hiyo ndio take profit yetu 34,056. So tutaona hapo 34,056. Okay, na nitasogeza hii pembeni kidogo, and then our stop loss tumeona itakuwa juu kidogo hapa kwenye 37,349. So stop loss yetu itakuwa ni 37 right here, 37,36,2. Okay, stop loss 37,36,2. Okay, so tunataka kuriski shilingi ngapi kwenye hii business? Sasa this time let's say nataka ni riski $50 kwenye hii trade. Nataka kuriski $50 kwenye hii trade. So kama unavyoona hapa, nimejiandika hapa kwamba graphic kutoka hapa mpaka hapa itakuwa nimepoteza $50, lakini endapo graphic ikienda kwa upande wangu itakuwa nimepata faida ya $151 kama unavyoona hapa chini. So ukishaona kila kitu kipo sawa, and then unakuja unabonyeza ile neno sell. So like this, unaona sell, take profit, order rejected. Okay, reject hii order, unasema off trading session for pre and post market trading, use limit order. Okay, so reject hii order kwa sababu right now wakati natengeneza hii video ilikuwa ni Sunday, Jumapili. So tukiangalia hata hapa nilikuwa nimesahau kwamba market ipo closed right here. As you can see here, market ipo closed, ndio maana wamekataa market order. So siwezi kukuonyesha mpaka mwisho market order inavyokuwa kwa sababu today it's Sunday, na siwezi kupress market order kwa sababu masoko yamefungwa, right? Lakini that's how you do unapokuwa unataka kupress order zako. So very simple, very easy, hakuna shida yoyote ile. Kwa kuwa leo ni Jumapili, maana yake hata nikienda kwenye Exness sitaweza kukuonyesha mfano wa press order directly kwa sababu tayari masoko muda huu yanakuwa yamefungwa. Kwa hiyo masoko atakapofunguliwa nitafanya video kwa ajili ya kuweka order
kwenye Exness pamoja na MetaTrader 5. Kwa hiyo katika video inayofuata nitakuonyesha jinsi ya kuplace order kwenye MetaTrader 5 pamoja na kwenye Exness. And then baada ya hapo tutaingia sasa deep kwenye masomo ya analysis, time frame, fair value gaps na vitu vingine, kutafuta entry point, kutafuta exit point na vitu vingine muhimu kama hivyo. So my name is Charles Masterplan. See you on the next video. Bye.